Kama tulivyosomewa leo tuko katika kitabu kile kile cha Wakorintho wa kwanza, tuko kwenye mlango wa 9 leo ikiwa ni wiki ya 10 tangu tukianze. Kama tulivyosema mlango wa 7 ulikuwa mrefu, tulisoma mara 2. Na pia tulisema kwamba miaka ijayo pia vitabu hivi vitavirudia tena, lakini tukiwa tunaenda polepole sana. Kwa hiyo labda baada ya miaka 5 tutasoma tena kitabu cha Wakorintho. Ili tukiwa tunaenda polepole. Sura moja tunasoma wiki 3 mfululizo. Sababu wakati mwingine tunapita haraka. Leo tuna mistari iko 27. Mistari 27 ni unaweza kusema labda ni vitu vifupi, lakini ni mingi. Na ina hoja nyingi. Hoja zake zinagusa mambo ya fedha, ambayo katika mambo ya pesa ni miongoni mwa vitu ambavyo vimehubiriwa ndivyo sivyo kupindukia. Ukienda kwenye makanisa yote na sasa hata dunia ya kawaida, fikra mambo ya pesa, namna ya kupata faida na nini ni kitu ambacho kiko kwenye akili za wanadamu. Na mara nyingi kiko ndivyo sivyo. Sivyo sawa ambavyo Mungu anavyosema. Kwa hiyo utajikuta kwamba basi ili kusudi tuweze kusikia sauti ya Mungu, lazima kwanza tuweze kuchomoa vile vilivyozoeleka, vile vinavyofundishwa makanisani Jumapili kwa Jumapili, katikati ya wiki. Watu wanakusanyika kutoa sadaka, kufanya vitu gani? Kwa hiyo inabidi kurudi kwenye Biblia, kwenye neno la Mungu. Sasa miongoni mwa sura zinazogusa mambo ya pesa ni pamoja na mlango wa 9 wa Wakorintho wa kwanza. Ningetamani tusome mara 2 mfululizo au mara 3, lakini hiyo nafasi hatutaipata. Kwa hiyo tutasoma leo tu, ukijao tutakuwa kwenye mlango wa 10, lakini tutakachokipata ni kingi, tukifanyie kazi na tukiweke moyoni kiweze kutufaa. Ukianza mstari wa kwanza anasema, "Je, mimi sio huru? Mimi si mtume? Mimi sikumuona Yesu Bwana wetu?" Huo ni mstari wa kwanza. "Na ninyi si kazi yangu katika Bwana?" Anaendelea na mstari wa 2. Labda nitoe ufupisho tu wa sura yote ya 9, ufupi tu kusudi hata kama kuna kitu nitabaki bila kugusa tuondoke tu. Paulo anaanza kwanza akiwa anaonyesha alama za kuitwa mtume. Leo hii na nitafanya hubiri sio muda mrefu kamili kwenye ibada ya pili. Leo hii watu wanasikia wanajiita mtume fulani, sijui vitu gani. Hapana, hii ni sehemu moja hapa ambayo inatuambia mtume ana vipimo vipi. Kwa hiyo Paulo anaanza kwa kueleza utume wake ulivyokamilika, usivyokuwa pungufu. Na tutaona sababu kwa nini alikuwa anaonekana ni mtume nusu. Na leo hii ukisema katika watu waliofanya kazi ya Mungu kupindukia mipaka kama ametumwa na Kristo, basi uwezo kaacha kumsema Paulo. Yamkini amewazidi wote waliokuwa na Yesu. Lakini bado kuna watu walikuwa wanataka kumuona sio mtume. Na wanatoa sababu, wana hoja zao, na yeye ana hoja zake kwa maandiko. Sasa lazima tuelewe Mungu anataka tuwe na imani, lakini sio imani butu, sio ni imani iliyojengwa katika kweli ya Mungu, neno la Mungu, na kulielewa ndio unaamini kitu fulani. Kwa hiyo tutaona Paulo akiwa anajidefend au anajitetea kwamba yeye ni mtume kamili, na naamini tulioko hapa au kanisa lote hakuna mwenye shaka kwamba Paulo sio mtume. Lakini kuna watu mpaka leo wanahoji kwamba Paulo alikuwa anafundisha tofauti na Yesu vitu fulani. La kwanza, la pili, tunaona sasa Paulo anaongelea kwa sehemu kubwa sana mambo ya malipo kwa wahubiri wa Injili. Walipwe nini, walipwe kiasi gani, au wasilipwe na nini. Tunaona ni habari ya pesa fulani. Hiyo ni eneo ambalo limechafuliwa. Kama ingekuwa bahari tungesema bahari imechafuka. Halafu anamaliza kwa kuonyesha sehemu ya mwisho, mistari ya mwisho, anamaliza hoja ya 3 kwenye sura ya leo inayohusu namna sasa ya anasema maisha ya Mkristo ni maisha ya kushindana. Unashindana na mwili mdhaifu. Roho na mwili vinapigana kila siku, kila saa. Roho inataka kuyatimiza ya mbinguni, mwili unataka kuyatimiza ya mwilini. Anasema mwili nia yake ni mauti, roho nia yake ni uzima wa milele. Sasa hayo ni mashindano. Kuna mashindano ya nje ya mwili. Tunashindana na mazingira yanayotuzunguka, vishawishi. Tunashindana na ulevi, tunashindana na uzinzi, na wavauchi, tuna vitu vingi.
Anasema lakini sasa katika kushindana kwetu kule anasema lazima tulenge kushindana ili kusudi tushinde. Uende kanisani kwa lengo la kumjua Mungu. Kuna watu wengine wanaenda kanisani kwa vile tu imefika Jumapili anaenda anarudi. Basi. Ndiyo sio. Wengi. Anasema huko sio kushindana. Ni sana mtu kuna washindanaji anasema kuna wakimbiaji wengine anaweza kakimbia marathon. Marathon ni kama kutoka Kariakoo kwenda maili moja hivi. Kilomita kama 40 na kitu. Anasema sasa mwingine anakimbia, anasema lazima unapokimbia, unapokuwa ni Mkristo, uwe Mkristo maisha ya Mkristo ni kushindana. Uwe kama mkimbiaji mwenye kulenga kushinda. Kwa hiyo tumeona hoja 3, sasa ndo nitaanza sasa katika hoja ya kwanza na ya pili na ya tatu. Tuanze ya kwanza kwa ufupi tu. Ya kwanza sitaigusa sana kwa sababu ni mahubiri ya kujitegemea. Nitaigusa kidogo. Anasema je, mimi si huru? Mimi si mtume? Mimi sikumuona Yesu Bwana wetu? Ninyi si kazi yangu katika Bwana? Sehemu nyingi zinaonyesha wazi kwamba ili kusudi mtu aitwe mtume, Yesu tutakuja kuliona kama mhubiri. Yesu alikuwa na wafuasi wengi lakini akachagua wachache akawaita mitume. Walikuwa wengine hakuwaita mitume. Akawachagua. Sasa kitu unaweza kusema kwamba kwa nini wale walikuwa na hudumu na Yesu hawakuitwa mitume, hawa wale wanajiita mitume. Paulo anasema vitu vinasema je, mimi sikumuona Yesu? Kipimo cha kwanza cha utume aliotumia Yesu ni kumuona Yesu kwa macho. Paulo alipokutana na Yesu kwenye safari ya kwenda Damascus au Dameski, alikutana na Yesu ana kwa ana na hakuna mwenye shaka kwamba ujumbe aliompa ulikuwa mkubwa kuliko hata aliompa Petro. Labda mtu anayekaribiana naye kwa karibu ni akina Yohana walioandika Ufunuo. Walikutana naye tena mara ya pili, walikutana kwenye kisiwa cha Patmo. Lakini kipimo cha kwanza cha utume ni kumuona Yesu katika macho. Na Paulo tutakuja kuona kwenye mlango wa 15, sitaenda huko nadhani mstari wa 8 au 11, yani alikuwa hubiri ya leo. Anasema mimi ndo nilikuwa mtume wa mwisho, tena mdogo. Baada ya hapo hakuna aliyekuja tena kumuona Yesu akapata kipimo cha utume. Kwa sababu anasema, "Je, mimi si huru?" Kwanza anasema ni huru. Watu walitaka kumuona kama ni mtumwa fulani muda wote. Yaani hawampi heshima ya mtume. Maana leo mitume wa leo na hata wakati wa Biblia wanaonekana ni watu waliokuwa kidogo wako juu, lakini wako juu katika haki. Sasa Paulo akawa anamuona ni mtumwa wao fulani, yani na atakuja kuona kipimo cha kwanza walichokuwa anamshusha Paulo ni kwamba alikuwa anawapa injili bila kuwadai, hawalipii. Leo hii ukienda sehemu anasema njoni mchukue kitu bila kulipia, unaweza kufikiri hakina thamani. Wokovu watu hawauoni kama una thamani kwa sababu haulipiwi. Ni bure. Watu wanaona wokovu ni nini? Lakini nenda kawape miujiza ya kulipia 150,000. Watakimbia. Wapokee. Kwa Paulo akasema nimewapa injili bure, ndio sasa mnaniona kama labda mimi sina kitu, yani mimi ni mtume dhaifu kuliko wengine, si chochote. Hem, tuone katika Wakorintho wa pili mlango wa 11. Ndicho kilichompa shida. Leo hii tuseme ukweli, hiyo kitu inaendelea. Leo hii ukihubiri injili yamkini bila kudai pesa itaonekana injili sio muhimu, sio nzuri. Na ile yenye pesa usifikiri kwamba itakuhubiri kitu kingine, itakuhubiri pesa tu. Kwa hiyo twende Wakorintho wa pili mlango wa 11, tusome mstari ule wa Wakorintho wa pili 11, tuanze mstari wa 7. Mstari mmoja tunasema hivi. Je, Paulo anauliza hao wa Korinto. Ili kanisa hukumu limsumbua sana. Hili kanisa ni kama kanisa la leo hii. Anasema hivi, "Je, na alifanya dhambi kunyenyekea ili ninyi mtukuzwe kwa sababu na aliwahubiri injili ya Mungu bila ujira?" Yaani hicho ndicho kosa langu. Kwambia ni njoni tumwabudu Mungu, njoni tusikie neno la Mungu bila kutozwa masadaka na mapesa mengi na nini. Ndilo kosa langu.
yaliyokuwa yanaendelea wakati wa Paulo ndio yanaendelea leo. Ndio yanaendelea leo. Kwa mfano tuko katika kanisa ambalo kwa kweli tunafanya kama Paulo kwa sehemu kubwa. Hatudai watu pesa bila sababu, yani hatudai sadaka. Unaweza kusema sasa hapana, tuna sadaka moja katika wiki nzima, moja. Tena nayo sio lazima na hatuipigii upato. Kwa ufupi tunahubiri injili bila ujira. Lakini baada ya hapo tunafanya nini? Tunapeleka injili karibu wiki, karibu kila siku. Kila siku kwa gharama. Kuna gharama inalipa. Injili inapelekwa. Kuna gharama ya jasho. Kuna gharama ya matukano. Tuko kwa Wakorintho wa pili mlango wa 11 mstari wa 7. Wakorintho wa pili 11:7 pale anasema hivi. Anasema je, kosa langu ni kuwahubiri injili bila ujira? Hiyo picha ndio iko leo hii. Mtu akija akasema leta sadaka zako, utafanya na ukaona ni madanganyo, lakini watu kwa sababu wanapenda kudanganywa ndio wanachopenda kusikia, na ndicho sababu watamuona ni mtume wa nguvu. Lakini yule atakaye kuambia kwamba sitaki ujira, nataka, Paulo anasema baadaye kwenye Wakorintho wa kwanza hiyo 12 anasema mimi sitaki vitu vyenu, ninachotaka ni roho zenu. Kwa hiyo nikikosea nikawadai na pesa, sasa itaonekana haijulikani kinachotafutwa. Ni pesa au ni roho? Na wale wanaodai pesa, roho huwa hawana shida nazo. Iende ikae kwenye maisha yote ya uzinzi, ya hukumu, I don't care. Ninachotaka pesa ili. Ndizo injili zilizoko makanisani leo. Hata yale yanaitwa makubwa, hata yale yanaitwa kirokole. Ndiyo injili yake. Ndiyo sababu sehemu kama hii hawezi kaisoma, haiwafai. Paulo anasema je, kosa langu ni kujinyenyekeza? Kwa sikuja mbele yenu nilikuwa nimeinuka sana na nataka mniite baba mchungaji. Mimi nawaambia hapana. Biblia inasema mchungaji ni mmoja, naye ni Kristo. Baba ni mmoja, naye ni Mungu wa mbinguni. Leo hii makanisani mtu asiponyenyekewa akaitwa baba fulani, Paulo anasema sasa kwa vile nilijinyenyekeza, nikawa na mkini sitaki niitwe baba fulani, ndiyo kosa langu kwa kutokuwa na thamani na hadhi mbele yenu. Kwa hiyo na sisi tujifunze. Na ninyi ambao yamkini mnataka kuingia katika huduma, na sisi wote ambao tunahudumu wote, lazima tuende katika mwenendo huu. Japo tujiandae kwamba watu wataidharau. Unajua kitu, wewe nikupe mfano. Ukienda ukakuta mtu anauza ndizi labda sokoni, anakuambia hizi ndizi 300. Mwingine ndizi hizo tenga hilo akasema ndizi hizi nauza 50. Mwingine anasema bana natoa bure, tenga hilo. Thamani ya zile ndizi itakuwa sawa kwa watu wanaopita? Zile za bure zinaweza zikamuozea, atakuwa na wasiwasi. Zile za 50 hizi bila shaka mbaya. Lakini ukizikuta za 300 unasema nimekutana ndizi za nzuri. Kumbe ilikuwa ni tenga ile. Ndilo tatizo la Paulo. Mungu muda wote anataka injili yake kimsingi iende katika bila base. Ili kusudi asije akatokea baadaye asema kwamba mtu huko mbele akasema bwana nilishindwa injili kwa sababu ilikuwa sina hela ya kununua. Mungu anasema hapana, sitaki mje mnisingizie. Ninatoa bure ili kusudi asije akatokea mtu akasema kwamba nilishindwa kuinunua. Lakini watu wanataka injili za kununua. Ndicho wanachotaka. Naomba wewe unafuatilia, wewe ulioko hapa, wewe ulioko mbali, tafuta injili isiyouzwa. Isiyouzwa. Mstari wa pili. Anaendelea sasa, ametoa sababu kwamba yeye ni mtume. Vigezo vya kwanza ni kwamba kitu cha kwanza alimuona Yesu katika mwili. Tofauti na hawa wanaojiita mtume hawakuona na Yesu katika mwili. Anasema vile vile utume wangu hauhitaji yani labda hati au cheti kwamba siku hiyo mtu anapewa cheti kabisa umegraduate unaitwa mchungaji. Anasema hapana, ili uzuri uitwe mchungaji, uitwe mtume, kazi mojawapo ni ninyi hawa wa Korinto, kanisa la Korinto nilitengeneza bila gharama. Na kuna watu, utume ni pale Yesu anasema nendeni ukawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Uwahubiri injili.
Kanisa la Korinto tayari limeshatengenezwa kwa gharama sifuri. Paulo hajawatoza chochote lakini ni kanisa. Anasema sasa nyie mnataka niitwe mtume, kipimo cha utume wangu ni kanisa hili, ni ninyi. Ambao sikuwatoza pesa lakini na wahubiri kama watu wameokoka. Kwa hiyo anasema mstari ule wa pili, anasema kwa maana ikiwa mimi si mtume kwa wengine lakini ni mtume kwenu ninyi, kwa maana ninyi ndinyi muhuri wa utume wangu katika Bwana. Utume wa mtu sio cheti unachoenda kusomea. Leo huyu unasikia mtu ameenda kusomea uchungaji. Anaitwa mchungaji fulani eti kwa vile amesomea uchungaji. Anasema hapana, kipimo cha uchungaji ni kanisa linalozaa matunda, linalopeleka injili, linalozaa uzao wa rohoni. Sasa tumeshawapa watu injili, si karibu nafikiri watu waliolikiri jina la Yesu Kristo katika majumba yao japo hawakusanyiki na sisi. Wameshakuwa watu nadhani si wanakaribia kama 500. Na hatukuwatoza pesa. Na anaendelea sasa. Mstari wa 5 anasema hili ndilo jawabu langu kwa wale wanaoniuliza. Leo hii bado watu wanauliza kama Paulo ni mtume au la. Kwa sababu tu hakuonekana kama amejiinua sana. Sasa tuulizane. Mtume anafanya kazi ya Mungu. Anahubiri injili watu wanaokoka. Katika Biblia hii mtume yupi ambao unaweza kusema kwamba kwa nini watu wanamuuliza swali Paulo mpaka leo? Katika Biblia hii ni nani aliyefanya kazi ya utume kumkaribia Paulo? Lakini tu kwa sababu inaonekana maisha yake yalikuwa sio ya kimwili zaidi ya kiroho, ndicho walikuwa wanataka mtume wa kiroho wa kimwili mwenye kujiinua. Na actually kwenda katika Wakorintho, turudi pale kwenye Wakorintho wa 2:11, sehemu hii anasema hivi, Wakorintho wa 2:11 anasema pale tulipokuwa, anasema hivi. Kwa pale alikuwa anapata misaada kutoka sehemu, kwa sababu anasema makanisa mengi. Alikuwa anaangalia yamkini kanisa la Korinto lilikuwa halina uwezo. Akaona kwamba uwezo wao usiwe tabu yao iwe ni roho zao. Anasema na aliwanyang'anya, mstari wa 8 Wakorintho wa 2:11 anasema na aliwanyang'anya makanisa mengine mali zao nikitoa posho langu ili niwahudumie ninyi. Nami nilipokuwa pamoja nanyi na kuhitaji sikumlemea mtu. Kosa la Paulo ni kwamba hakuwa anawapa twende kwa mchungaji zamu. Leo ni wanaume wiki Jumatatu, Jumanne wakina mama, Jumatano vijana, Alhamisi CAs, Ijumaa mnaenda. Anasema hicho ndicho nilichoonekana ninahukumiwa kwa sababu sikufanya hivyo. Ndicho. Anasema sikuwalemea. Leo hiyo hao wanaitwa wachungaji wanalemea watu wao. Sana. Hivi mtu ana kanisa katika nchi ya ulimwengu wa tatu, hata kama na sio kubwa ya ajabu, lina mapato ya bilioni 8 yanayotumika juu ya nyumba ya mtu mmoja. Huyo mtu anaitwa Kakobe. Huyo hajawalemea wenzake. Lakini ndiye anayependwa. Hiyo anayetafutwa. Paulo anasema mimi sikuwalemea. Sasa kati ya Kakobe na Paulo ni nani ambaye anatakiwa kufuatwa? Paulo. Huyo mwenye kuwalemea anasema sie tutakuja kuona ni dalili za mtume wa uongo. Anaendelea mstari ule wa anyway, sina haja ya kuendelea sana kwenye Wakorintho wa 2, tutafika huko. Lakini sehemu nyingine alikuwa anasema sasa ninyi mko tayari, na ni mlango wa 11 ule. Tuna mistari mingi, sina haja. Mlango wa 11 wa Korinto wa 2. Anasema mko tayari mtu hata watemee mate au ajiinue juu yenu. Yamkini leo hii watu wanawaambia njoni hapa mbele, mchungaji anapanda juu, anahubiri, amesimama kwenye migongo ya watu, ndio sio? Anasema mpaka mko tayari kudhalilishwa. Anasema sasa mimi sijawafanya hivyo. Kosa langu ndo kwa sababu sikupanda kwenye migongo yenu nikahubiri. Na nicho watu wanachopenda. Kitu cha ajabu kidogo. Sasa sisi kwa sababu tunasikia neno, tujue namna ya kuenenda impasavyo mtu anayemjua Mungu, anajua kweli ya Mungu. Unaweza kusema sasa kama badala yake sasa tutakuwa tunafanya nini kama utumishi wa Mungu? Tupeleke injili. Siku utakapomaliza mipaka ya Tanzania,
Watu wote umewapa injili, waliokubali wakakubali, waliokataa kukataa. Urudi nyumbani useme kwamba sasa hakuna kazi ya kufanya. Tunataka tuanze kucheza ndombolo kanisani. Ule muda wa kucheza ndombolo kanisani pelekea watu waokolewe. Ndio utumishi mkuu kabisa. Ukitaka kumtumia kama wewe ni kijana anzisha kanisa. Tutakusupport. Lakini watu wengine anataka kaona kanisa labda hatuimbi sana, haturuki, hatupigi makelele wakasema labda hatuna utumishi. Huo sio utumishi. Utumishi wa Yesu anasema nendeni ulimwenguni kote. Kawape watu injili. Panga Jumatatu ambie bana Jumatatu sisi tumejikusanya tunataka kupeleka injili. Watu wanaokoka kila siku. Ndio utumishi wa Yesu Kristo. Alafu baada ya hapo walete pia kanisani wakuze, waone wanazaliwa wanakuwa na wenyewe wanazaa wajukuu. Uwe Mkristo mwenye wajukuu kwa jinsi ya rohoni by the way. Tuendelee. Anasema nitasoma mistari mingi inayoendelea kwa pamoja ambayo tunajadili. Mstari wa 3 wa 4 anasema je, hatuna uwezo wa kula na kunywa? Hatuna uwezo wa kuchukua pamoja nasi mke aliye ndugu kama wao mitume wengine na ndugu wa Bwana na Kefa? Au je, ni mimi peke yangu na Barnaba tusio na uwezo wa kutokufanya kazi? Anaendelea mstari wa 7 anasema ni askari gani aendaye vitani wakati wowote kwa gharama zake mwenyewe? Ni nani apandaye mzabibu asiyekula katika matunda yake? Au ni nani achungaye kundi asiyekunywa katika maziwa ya kundi? Je, ninenena hayo kibinadamu au Torati nayo haisemi hayo? Kwa maana katika Torati nasoma mstari wa 9. Katika Torati ya Musa imeandikwa usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka. Je, hapo Mungu aangalia mambo ya ng'ombe? Nitaishia mstari wa 9. Nimesoma mstari mingi kwa pamoja, ina vitu vingi. Ningeweza kuisoma na Biblia sehemu nyingine kwenye kumbukumbu la Torati mlango wa 25, sehemu nyingine na nitafika baadhi. Lakini ni hoja kimsingi moja. Paulo alikuwa anawakumbusha watu. Anasema mnaponiona siwadai sadaka. Mnaponiona sijiinui juu yenu. Msifikiri kwamba labda sikuwa na hiyo stahili. Anasema hiyo stahili ninayo. Ila baadaye anakuja kusema mbele, anasema hiyo stahili anayo lakini hataki kuitumia ili kusudi isije ikachukua nafasi ya wokovu wa watu na injili ya Kristo. Watu wakafikiri kwamba tuko hapa labda kutupeana na masadaka na nini, wakasahau lengo la wokovu na injili. Kwa hiyo anasema anasema kwenye mstari ule wa anasema tutaona mbele kidogo na tutaona huko mbele kidogo akitaka kuonyesha kwamba acha haki zake kwa lengo moja tu ili kusudia injili ya Mungu isonge. Sasa hapa kuna mambo mawili. Naomba kidogo tuchukue muda kidogo tujadili. Kwa maandiko lakini na tuelewe. Kuna mambo mawili. Biblia inasema katika mlango wa leo wa 9 na sehemu nyingine na katika Torati na sehemu nyingine. Anasema mtu afanyaye kazi ya madhabahuni, labda ni mchungaji au ni mtu anayefanya kazi ya kanisa anayelipwa, labda ni karani wa kanisa au ni nini? Kimsingi anaitwa karani wa kanisa ndio shemasi. Wale wanaoitwa unasikia siyo wakaribishaji wanaitwa mashemasi, hiyo sio shemasi kibiblia. Anasema shemasi ni mume wa mke mmoja. Maana yake ni mwanaume kwanza afu pili ameoa. Anasema pia na watoto waaminio. Lakini unasikia amechagua si binti, si ndini ndio shemasi. Hivyo vitu sivyo. Viko nje kabisa maisha. Kwa hiyo anasema hao watu wanaofanya kazi ya kanisa, anayefanya kazi madhabahuni alipwe na madhabahu. Ndio akatuuliza mstari wa 7 anasema ni askari gani aendaye vitani wakati wowote kwa gharama zake mwenyewe? Anasema kwa sababu kwa mfano mtu anafanya kazi ya kuchunga kanisa. Mtu anapeleka injili, ni vita. Unafika kwa watu mtu yuko tayari hata kukupiga, kukutukana au kukwambia maneno ya kejeli.
Ni vita unapokuwa unafanya kazi ya Mungu, hasa kazi ya madhabahu. Sio kuwa tu Mkristo ukaja ukahubiriwa ukaondoka. Unapokuwa sasa umetoka unafanya vile vita, unapeleka injili, unahubiri, unafanya nini? Manake unaacha na shughuli nyingine unashughulika na vitu kama hivyo. Anasema sasa hao Biblia inasema kwamba walipwe na madhabahu, wanafanya kazi madhabahuni. Tuende katika kitabu cha na kabla ya kwenda kwenye kitabu cha zamani, Agano la Kale, tusome mstari ule wa 9. Anasema hivi, kwa maana katika Torati ya Musa imeandikwa usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka. Alitoa picha na anasema hapo hapa, anaongeza anasema hivi, kwani unadhani Mungu alikuwa anaongelea habari za kumfunga kinywa ng'ombe anayepura nafaka? Na nitaeleza maana ya kupura nafaka kwamba ndicho hasa Mungu alikuwa anaongelea. Hapana, anasema aliongelea habari za ng'ombe lakini kwa lengo la kuongelea ni lugha ya picha. Alikuwa anaongelea habari zetu sisi watu wa, yani namna ya kuendesha huduma ya kanisa. Akahubiri habari za ng'ombe, ndio. Na ng'ombe kweli usimfunge kinywa wakati anapura nafaka. Ila anasema haukuwa ndo lengo kuu. Lengo kubwa alikuwa anaongelea habari zetu, na anasema katika sura ya leo. Sasa maana yake nini? Maana yake tuende katika Kumbukumbu la Torati 25:4 anasema hivi, Kumbukumbu la Torati 25:4, na tutarudi kwenye Wakorintho wa kwanza. Na unaweza kusema sasa, mbona kama tunaenda katika undani? Mungu anataka tuende katika undani. Na huu undani ndio unaojenga, unaweza ukakuokoa na uongo. Kitu usicho ukijua juu ni rahisi kudanganywa. Na yamkini hatuendi ndani sana kama ambavyo ungedhani. 25:4 Biblia na 25:4 Kumbukumbu la Torati 25:4 anasema hivi, ng'ombe apurapo nafaka usimfunge kinywa. Kwanza tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba Paulo alikuwa anasoma neno lake, anasoma Biblia yake. Yaani yeye yuko na wahubiri wa Korinto, yamkini yuko kanisani anaongea, watu wanachukua record, anaanza kurejelea Kumbukumbu la Torati. Alikuwa anajua Biblia yake. Inatakiwa tukiwa tunahubiri wa Korinto, tuwe tunasoma Mwanzo, tuwe tunasoma Ufunuo, tuwe tunasoma, na Mungu alikuwa anaongea sehemu nyingi. Kwa mfano leo tutasoma sehemu nyingi kutoka katika kitabu cha Tito, kutoka katika kitabu cha Timotheo. Tutasoma sehemu nyingi. Kumbukumbu la Torati tutarejelea sehemu nyingine pia. Maana yake lazima tuwe tunajua neno la Mungu kwa katika upande. Leo hii watu wanaweza kaja mbele akakalili vitu viwili vitatu vilivyo kwenye sura ya leo, akaongea jinsi anavyoelewa, hawezi akatafsiri mambo ya rohoni yaliyoandikwa kwa mambo ya rohoni ya sehemu nyingine. Kwa sababu hana uelewa neno la Mungu. Hana uelewa. Lakini kwenda tu ukasoma vimistari viwili vitatu ukaruka na nini, watu wanatoka wanafikiri wamejifunza, hawajajifunza chochote. Ndio sababu wanadanganya. Kwa hiyo tunaweza kusema hapa, anasema kupura nafaka ni mtu zamani na hata vijijini mpaka leo. Watu wanatumia wanyama kulima. Lakini pia walikuwa wanatumia wanyama kama labda una mahindi makavu, sehemu ya kuchuria. Ukaleta ng'ombe akawa anabeba vitu vizito, labda ni kama anakokota kitu kizito, kikawa kinapita juu ya mahindi, yanapokuchulika ndio kuyapura, yanapura, alafu baadaye unatoa magunzi yaliyovunjika, unabakiza mahindi yenyewe na unapepeta, unapata nani, badala ya kupukuchua kwa mkono. Nani anasema kupukuchua mahindi kwa mkono? Kidole kinachubuka eti. Na kama una tani nyingi au una hekari ngapi, unaweza usiweze. Wengine anaweka kwenye gunia, anachukua mpini anapiga. Lakini ukitumia ng'ombe kwa teknolojia ya wakati wao, na leo ipo mpaka vijijini, ng'ombe anakuwa unaweka pale, ng'ombe anafungwa vizuri, wanavuta maksai, wanaona anakanyaga yale kwanza wanakanyaga wenyewe, pili kile chombo wanachovuta kinayavunja. Kwa hiyo baadaye ukipepeta unapata mahindi bila kuhangaika. Au unamalizia kwa kutoa mahindi machache roba kwenye magunzi. Sasa Mungu akawa amesema kwa wakati wao kwamba ng'ombe anapokuwa yuko kwenye hiyo kazi, anapita katikati ya mahindi, hata kama umemesha kashiba, usimfunge mdomo, ili kusudi akifika katikati labda akaona mahindi kanjaa katokea, basi aweze kuinama yale mahindi au yale magunzi, aendelee na shughuli yake, lakini akiwa anakula. Maana yake ukiwa una mtu anahubiri kama Paulo
ameanzisha makanisa, ameandika Biblia, usimzuie sasa kupata chochote kutoka katikati wale watu ambao wanafanya nini? Anawahubiria. Kwa sababu alikuwa anawapa hoja kwamba mimi sikutumia ndo anasema katurudi nyuma kidogo kwenye mlango wa 9. Alikuwa anasema mlango wa 9 lakini mstari ule wa 3 wa 4 anasema je, hatuna uwezo wa kula na kunywa? Hatuna uwezo wa kuchukua pamoja nasi mke na si anayeamini kama Kefa au ndugu wa Bwana? Ndugu wa Bwana alikuwa anaongelea habari za Yakobo. Yule Yakobo aliandika kitabu cha Yakobo. Ndo alikuwa ni vipimo vya mitume wakuu wale. Anasema sisi je, hatuna uwezo? Kimsingi Paulo alikuwa anasema yeye na Barnaba, anasema je, sisi na Barnaba. Na ndio wale wanasema kanisa mengi na ndio andika Biblia sehemu kubwa. Sura karibu zote za Agano Jipya kutoa Injili na Ufunuo ni wao. Especially Paulo. Anasema je, sisi hatuna uwezo hata wakuwa kama mitume wengine, tukachukua wake, tukaoa, tukatulia nyumbani, tukawa kama Paulo, Petro, tukakaa Yerusalemu. Sisi ndio pekee yetu tuende Rumi, tuende mpaka wapi? Anasema, "Je, sisi hatuna uwezo?" Anasema, "Lakini hatukuutumia huo uwezo. Tulikuwa tuna uwezo kwa mitume na kukaa chini mkatutumikia." Anasema, "Je, hatuna uwezo hata basi ndio sisi ambao hatuna uwezo wa kula?" Na mstari wa 6 anasema, "Au je, ni mimi peke yangu na Barnaba tusio na uwezo wa kutokufanya kazi?" Yaani anasema tulikuwa na uwezo wa kuacha kufanya kazi mkatuhudumia tukawa na sisi tukahudumia. Na ndio anasema kwenye mstari wa 10 anachotaka kusema na nitaeleza sasa huu ni upande mmoja. Upande mmoja tunaoongelea ni mtu anayehubiri Injili, mtu wa madhabahuni anatunzwa ili kusudi afanye kazi nini ya madhabahuni. Na ndicho kitu kilichozoeleka. Leo hii mtu mmoja anaweza kusema wewe umeajiriwa unafanyaje sasa kanisa? Nikamwambia kwani Paulo alikuwa hafanyi kazi. Mbona alianzisha makanisa kuliko wale ambao walikuwa hawajaajiriwa kina Petro? Kwa sababu kina Petro walikuwa wanafanya kazi ya kuvua, Yesu akasema hapana acheni. Ila nataka mwende mpaka mwisho wa nchi. Hawakwenda. Wakabaki Yerusalemu. Ndio unaona akatafuta mtu mwingine Paulo kwa namna ya miujiza mikubwa. Kwa hiyo je, unamhukumu Petro? Nitamhukumuje mtume mkuu wa Mungu? Siwezi. Lakini nataka kusema ni kwamba namlinganisha pia na Yesu na Paulo alikuwa anajilinganisha. Namlinganisha na Paulo. Paulo anasema mimi nina uwezo wa kuchukua mke anayeamini nikaoa na nikawa kama ndugu yake Yesu ambaye akimaanisha Yakobo na Kefa akimaanisha Petro. Anasema lakini hapana, mimi sivyo, ili kusudi niweze kuwa na uhuru wa kuifikia dunia. Na kweli alifanya hivyo. Tulikuwa kuona katika Warumi anasema nimeenda nimehubiri kila sehemu mpaka Iliriko mpaka Rumi. Anasema sina sehemu nyingine iliyobaki. Anasema tena niko tayari hata kuondoka kwa sababu nimeshatimiza jukumu nililopewa. Kwa hiyo ndicho anachokisema. Sasa huo ni upande wa kwanza kuna leo sio Tanzania kwa sehemu kubwa. Kwa sababu Tanzania tuna injili za uongo nyingi. Lakini sehemu nyingine wanasema hapana ni makosa kwa watu wahubiri injili kulipwa. Wanatakiwa wasilipe. Paulo anasema hapana. Mimi nilikuwa silipi sio kwa sababu sina huo uwezo. Hapana, anasema sikuutumia tu ili kusudi nisije nikaingilia injili. Na yamkini ukitumia, unajua muda wote ukitumia kila uwezo ulio nao, ujue kuna vitu vingine vitaharibika. Akina baba katika nyumba zetu tuna mamlaka kubwa sana. Lakini kuna mamlaka nyingine hatuzitumii. Na akina mama vile vile. Ili tu isije ikaleta picha mbaya. Kwa mfano baba anaweza labda chakula anaweza kusema watoto waanze kwanza wale chakula. Mimi nitakula baadaye. Huyu ni Paulo, ni mpicha ya Paulo. Biblia inasema tutakuja kuona sehemu fulani anasema yule ashirikie taabu, mkulima ashirikie taabu ya kazi yake, anatakiwa ndio mtu wa kwanza kabisa kupata sehemu ya mavuno. Leo hiyo anakuambia ukishavuna kitu cha kwanza toa fungu pelekea mchungaji. Anasema hapana, mtu wa kwanza ni yule aliyetabikia ile kazi. Maana yake ni nini? Ndani ya nyumba hata chakula kikigawiwa, kikiwa served au kikitolewa, kimsingi mtu wa kwanza yule baba aliyeenda kazini ndio anatakiwa afikiriwe, lakini akili kile chakula. Hata sahani ya kwanza tu natoka inaenda kwa baba. Kwa sababu ndivyo Biblia inasema. Anasema yule aliyetabikia ndo wa kwanza. Lakini utakuta sehemu nyingi
Kama alivyofanya Paulo, baba anasema hapana, nataka watoto kwanza wale. Wakishapata chakula na mimi nitakula. Hatumii ile nafasi. Sasa inategemea. Sasa isije kafika sehemu fulani mtu kwa kutumia ile kutokutumia nafasi yake aliyopewa kama Paulo, basi ikaonekana kwamba wamkandamizie hapo. Ndo Paulo alikuwa anamwambia mnataka kunikandamizia. Mnafikiri kwamba mimi ndio sina uwezo wa kuoa kama akina Paulo, akina Petro na nani na Yakobo? Je, si mimi na Barnaba ndio pekee yetu ambao hatuna uwezo wa kuacha kufanya kazi mkatutunza kwa gharama yenu? Lakini tunafanya kazi. Paulo alikuwa anafanya kazi ya kushona mahema, na ndio sababu walikuwa marafiki na wakawa na kanisa pia. Na hata hili walianzisha katika mazingira hayo, ili la Korinto. Pamoja na Akila, nenda kasome Matendo ya Mitume 18 walipokutana. Lakini Akila na mke wake Priscilla au Priska wamefukuzwa, wamekuja wakutana na Paulo, wakakuta wanafanya kazi moja, wakaanzisha na kanisa. Lilikuwa nyumbani, ndani ya nyumba ya Priscilla na Akila. Na wakati wakawa wanaendelea kufanya kazi, wanakuja wanachunga kanisa, wanafanya kazi, wanachunga kanisa. Sasa watu wakataka kuona kwamba hii injili ya Paulo kwa sababu haiwadai pesa, alafu inaonekana wako nyumbani kwa fulani, basi sio injili ya kweli. Anasema hapana. Nilikuwa na uwezo huu. Kwa hiyo unaona sasa lengo la somo hili ni lengo la somo ni kuelewa tu kwamba kujua kweli. Wala hatufanyi hivi labda kwa sababu inahusu kanisa hapa, hapana. Hapana, leo ilikuwa tu ni sura ya 9, tunaihubiri sura ya 9. Kilichomo kwenye sura ya 10 wiki jana utakachohubiri. Na ni hubiri ambalo sio la nisemeje, sio la kutuwajibisha sana. Ni la kutufundisha zaidi. Sasa huo ni upande mmoja ambao watu wanataka kudharau huduma kwa sababu haidai mapato. Lakini Paulo anasema kwamba lazima hayo mapato yaje kwa ajili ya watu wanaofanya kazi madhabahu. Sasa upande wa pili na ambao ndo hatari kwa Tanzania hii na kwa dunia hii ni hao watu sasa wenye kutumia madhabahu kujitajirisha. Tuone katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 3. Timotheo wa kwanza 3:3 na 3:12. Timotheo wa kwanza 3:3. Timotheo wa kwanza 3:3. Anasema hivi. Kwanza anasema basi mmempasa askofu awe mtu asiraumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, aye kufundisha, si mtu wa kuzoea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana. Na haya maneno nitaeleza maana ya kujadiliana. Wala asiwe mwenye kupenda fedha. Kipimo fedha, tena Biblia ya King James anasema anaita filth lucre. Filth lucre ni fedha ya aibu, ya kunyang'anya watu vitu vya mfukoni mwao. Leo hii unaenda katika kanisa unakuta kuna sadaka yani wastani wa sadaka wa kanisa lolote nafikiri Tanzania ni kuanzia 3 na kuendelea, zinaweza kufika 7 siku kwa siku. Ndio sio? 3 mpaka 7. Hiyo ni injili ya leo. Hakuna kwenye Biblia injili ya namna hiyo. Fedha aibu hiyo. Anakuambia leo kuna fungu la 10, kuna sadaka ya ujenzi. Fungu la 10 kazi yake kubwa kabisa ni kujenga. Ni kulisha watu wasio na uwezo, maskini, wasiojiweza ndani ya lile kanisa. Tutakuja kusoma maandiko waziwazi. Fungu la 10 linatokea katika Agano la Kale. Na unaweza kusema sasa huko unahubiri habari za fungu, hapana, sijui kama unahubiri, lakini ninachotaka kusema Agano Jipya linaonekana kwamba picha ya fungu la 10 kama fungu la 10 nisiseme nilichokiona, japo inategemea makanisa na hawajakosea. Linaweza likawepo, linaweza siwepo. Lakini kanisa linatakiwa lipate mapato kutoka kwa watu kulingana na uwezo wao na utayari na imani walio nayo. Sasa yale mapato yakija hayaji katika hii ni ya kula huyu, hii ni ya kujenga, hapana. Yanakuja yanafanya kazi moja ya kuliendeleza kanisa.
Leo hii unakuta sadaka 7. Mnaweza kaambia leo ni sadaka sio ya kupeleka mtoto wa mchungaji akasome sehemu fulani. Sio nyingine sio mgeni lile fungu la 10 ulimeenda wapi? Na juu yake kuna fungu la 10. Ndiyo pesa ya aibu. Twende katika tulikuwa katika Timotheo afu turudi katika Agano la Kale. Tulikuwa kwenye Timotheo wa kwanza 3. Twende 12 anasema hivi. Mashemasi 3:12 anasema hivi. Mashemasi hivi vyeo askofu, mzee wa kanisa, mchungaji ni cheo hiki kimoja kibiblia. Kwa sababu unaweza kuona kwamba wazee wa kanisa wanaosimamia kanisa, wanaochunga makanisa wanaelezwa na Paulo, tutawaona pia kwenye Timotheo, kwenye Tito. Huko anawaita maaskofu, sema ni nature ya kazi wanazozifanya. Askofu kazi yake ni kiutawala zaidi, kiuangalizi. Yani anaweza akatoa labda akafanya kazi na serikali, kutoa vitamu labda vyeti vya ndoa nini. Hiyo ni kazi ya kiaskofu zaidi. Utawala ni management. Mchungaji ni yule anayeangalia sasa maisha ya watu wenye shida, wenye njaa. Alafu mzee wa kanisa ideally picha yake ni mfundishaji mwenye kutoa, na vyote viko ndani ya mtu huyu mmoja. Ni cheo tofauti, lakini wewe vimetofautishwa. Okay, we don't care. Sasa anasema cheo cha pili ni mtu ambaye ameajiriwa na kanisa kufanya kazi ya kanisa, na anaitwa shemasi. Anasema shemasi na awe na wawe waume wa mke mmoja. Kwa hiyo mnaweza kupata picha kwamba shemasi anayeonekana makanisani sio mwenyewe, kwa sababu hajatimiza hicho kigezo. Wakiwasimamia watoto wao vizuri na nyumba zao, kwa maana watendao vyema kazi ya shemasi hujipatia daraja na ujasiri mingi katika imani. Mstari wa nilikuwa nimefika mstari wa 8 anasema vivyo hivyo mashemasi na wewe wastahivu. Niko mstari wa 8, nilikuwa nimeenda mbele zaidi, narudi nyuma kidogo. Wewe wastahivu, si wenye kauli mbili, ni watu wa kutumikia, si watu wenye kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu. Tumesema filth lucre, fedha ya aibu. Na twende katika Tito mlango ulipokuwa kwenye Timotheo, unaruka Timotheo wa pili, unaingia Tito 1. Tito mlango wa kwanza mstari wa 9. Mstari wa 6, twende wa 6. Anasema hivi. Tusome wa 7. Anasema hivi. Tito mlango wa kwanza mstari wa 7 anasema, maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu, asiwe mtu wa kupenda kuipendeza nafsi yake. Hivi mtu ambaye ana bilioni 7 kwenye akaunti yake yaliyokusanywa na kanisa la watu kimsingi maskini, huyo mtu anaipenda nafsi yake, haipenda nafsi yake? Anaipenda nafsi yake. Asiwe mwepesi hasira, na asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu. Unaona kwamba muda wote mtu anafanya kazi kwa mahubiri ama kwa madhabahu, asiwe mpenda fedha ya aibu. Okay. Fedha ya aibu inakujaje? Twende katika kumbukumbu la Torati. Kwa hiyo tumetoka kule kwa kina Timotheo na Tito, tumerudi kwenye Wakorintho wa kwanza 9, na sasa tutatoka kwenye Wakorintho wa kwanza 9, tutaingia katika kumbukumbu la Torati. Twende kumbukumbu la Torati 22. Kumbukumbu la Torati 22. Tusikie kidogo. Kumbukumbu la Torati 22 ni sura muhimu sana. Tuisikie. Ndicho chanzo cha fungu la 10. Au mapato yanayoingia kwenye kanisa. Mungu anaonyesha yatumikeje. Kumbukumbu la Torati 22, kanisa inapata mapato, lakini matumizi yake ndiyo yanagomba, na Paulo ndiyo yanamfanya. Unajua Paulo alipata shida sana, tuseme kweli. Na shida Paulo sio ndogo, inatupata mpaka leo. Hii ndio inamfanya, alikuwa na haki ya kuwezeshwa kutufanya injili. Lakini kwa sababu alikuwa anafanya kazi katikati ya watu wanaotaka pesa aibu, akalazimika kuachana kabisa ili kusudi asigusane nao kwa namna yote. Ndio sababu. Sasa kama angekuwa amesoma kumbukumbu la Torati mlango wa tumesema 20 ngapi? Na 2. Tuanzie 22, tuanze mstari wa si kama nimeenda vizuri. Kumbukumbu la Torati 22 sio 22. Actually ni nadhani
samahani ni 14. 13:14. Sikiliza maneno mengi, tuanzie mstari wa 22. Maneno mengi na tuelewe chanzo cha haya mambo. Leo unaambiwa si kuna mchango huu na fungu la 10 juu yake na mapato ya kanisa juu yake. Hapana, Biblia iko wazi anasema mstari wa 22 anasema usiache kutoa sadaka kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo. Maongeo ni nyongeza au ni mapato. Hicho leo hii ukichunguza ndio ikienda serikali inaitwa VAT, value added tax. Value added, maongeo ni nyongeza. Yaani kile unapoongeza unalipia. Maana kuna kodi ya mapato kama una biashara fulani, ziko sehemu fulani, unalipia kodi ya mapato. Alafu sasa kila pato inaongezeka ndio unaongeza 15% unapeleka serikalini. Sasa waliitoa kwenye sheria ya Mungu kimsingi. Na wakati mwingine mimi naamini neno la naamini niseme ukweli kwamba sijalichunguza sana. Lakini pia ni kama hakuna sehemu ya majibu nilishapitia sehemu karibu zote. Naamini kwamba nguvu ya fungu la 10 inaondoka baada ya kwamba serikali imechukua jukumu la kazi ya utawala wa serikali ya wanadamu. Imeichukua kwa sababu lakini kanisa lazima liwe na mapato. Na ndio huyo kueleza kanisa la kweli kimsingi mapato yake yanatokea wapi? Yanatokea katika mioyo ya watu iliyo tayari isiyotegemea kiwango cha kutoa, japo ukitoa kwa kiwango hukosei. Lakini tuangalie kwa mfano tungekuwa tunatoka kwa kiwango. Biblia inasemaje mstari wa 22? Na naomba nikitoka hapa ieleweke kwamba nilikuwa nahubiri nini. Na kama sikueleweka naomba kwa ikilazimika tujibu. Kwa sababu swala ya pesa ni shida. Na tumefika kule sio kwa sababu nilikuwa nimepanga kuhubiri, hapana. Ni kwa sababu ilikuwa ni sura ya 9. Inaongelea hayo mambo. Nisingeiruka kwa kweli. Ila nilikuwa sitamani kuhubiri. Mstari wa 22:14 Kumbukumbu anasema hivi. Usiache kutoa sadaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shamba mwaka kwa mwaka, nawe utakula mbele za Bwana muda wako mahali atakapochagua apakalishe jina lako, zaka ya nafaka yako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na ya kondoo, ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima, na njia ikiwa ndefu mno naye sitaendelea mbele zaidi. Anaendelea mstari wa 27. Twende 27, tulikuwa kwenye 22. Twende 20. Na anasema na Mlawi aliye ndani ya malango yako usimwache, kwani hana fungu wala urithi pamoja na. Unaona kwamba fungu la 10 zaka lile linalopiga kelele, mtu anaenda mbinguni kwa sababu hajalipa zaka. Mungu anasema utakuja nalo utalila wewe mwenyewe mbele ya Bwana. Lakini wakati wa kulila lazima utoe kwenye hilo fungu la 10 umpe na Mlawi. Mlawi ndiyo kuhani, ndiyo mchungaji. Umpe katika hayo. Na mstari wa 29 anasema hivi, sura hiyo hiyo, anasema na Mlawi kwa kuwa hana fungu kwa wala urithi pamoja nawe, na mgeni na yatima na mjane aliyefiwa na mumewe walio ndani ya malango yako, na waje wale na kushiba. Fungu la 10 lile. Biblia sitalihubiri hili. Biblia iko wazi kusoma mwanzo wa haya mambo yote. Fungu la 10 lilikuwa linatumika katika linagawiwa katika sehemu 3 kubwa. Sehemu ya kwanza ni ya yule mwenye kulizalisha mwenyewe, analila pale pamoja na nyumba yake kwa ajili ya kumcha Mungu. Kama vile ambavyo yamkini tukimaliza ibada, kama tungekuwa na fungu letu la 10 tunakusanyika tunakula chakula. Sehemu ya pili ilikuwa inaenda kwa Mlawi, mtu mhudumu wa injili, shemasi, aliyeajiriwa afanye kazi nyingine, na mchungaji asifanye kazi nyingine, anakula. Katika hilo fungu la 10. Sehemu ya 3 ilikuwa inaenda kwa matumizi mengine yote ya kanisa, wageni, wenye shida, nini. Naamini kwa sababu walikuwa hawajengi, Mungu alikuwa anasema msinijengee. Naamini na kujenga kulikuwemo. Lakini leo hili nakamatwa linawekwa kwenye kipindoni huyo. Na watu ndo wanataka na wamefundishwa hivyo. Hili fungu la 10 tulilosoma kwenye Kumbukumbu la Torati 22 ndivyo linavyotumika. Haya unaweza kusema kwamba labda huyu kalitoa sehemu fulani. Mungu anasema sehemu nyingine, anasema katika 26. Kumbukumbu la Torati 26. Mstari ule wa
Kumbukumbu la Torati 26 tusome 12 Biblia inasemaje? Kumbukumbu la Torati 26:12 inasema utakapokwisha kutoa zaka katika zaka zako zote na maongeo ya mwaka wa 3. Na Mungu alikuwa anataka mtu akifika kanisani kimsingi hatoi zaka mpaka amekaa miaka 3. Ndio picha inavyokuwa. Ambao ndio mwaka wa kutoa sadaka. Ndio anasema anaeleza vizuri. Umpe zile zaka Mlawi na mgeni na yatima na mjane wapate kula ndani ya malango yako na kushiba. Nawe sasa zile bilioni 8 zimekutokea wapi kwenye haya makusanyo? Ndiyo fedha ya aibu anayosema Paulo kwa Luka, kwa habari ya Shemasi, kwa habari ya sio kwa Luka, kwa Timotheo, kwa habari ya Shemasi, kwa habari ya askofu, kwa habari ya mchungaji. Ndiyo hiyo. Lakini Biblia iko wazi. Lakini maandiko haya watu kwa vile hawasome. Sasa tutarudi katika Wakorintho wa kwanza kumalizia baadhi ya hoja ambazo ziko humu. Na jamani ndio maana ya kujifunza. Tulishawaambia kwamba Biblia inasema Yesu akishakutanika na wanafunzi wake, akishakusanyika na makutano, anakaa chini, anaanza kufundisha, anaanza kuhubiri. Watu wanatulia, wanasikiliza, wanapata maarifa ya Mungu. Anasema hii kusudi wasije wakawa kama watoto wachanga wanaotupwa huku na upepo, kila upepo unaokuja unawapeleka, kwa sababu walipokuwa kanisani walikuwa wanarushwa na upepo na nyimbo na kurukaruka tu. Kwa sababu hawajui kweli ya Mungu. Anasema nanyi mtajua kweli na ile kweli itawafanya huru. Anakuambia watakasi kwa lile neno lako ndio kweli. Nje ya neno la Mungu hujui kweli. Ndio Biblia iko wazi. Nje hujui kimsingi mtu yote ambaye hajawahi kusoma Biblia kuanzia sura ya kwanza. Kwa sababu Biblia inasema kila neno la Mungu lina pumzi ya Mungu na linatufaa kwa ajili ya mafundisho. Na kutuonya na kutuongoza katika utakatifu. Na ukiona hujasoma neno la Mungu sehemu fulani, ujue saa yote wewe ni hujui kweli. Na je, ukisoma mara moja imetosha? Hapana, soma mara ya 5 na ya 10 na kuendelea. Ndipo tunaenda kuijua kweli. Kwa mfano anaendelea. Kwa hiyo naomba niruke baadhi ya mistari kwa sababu nishaieleza hoja zake. Kwa mstari wa 14 anasema na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Mstari wa 14-15 anasema lakini mimi sikutumia mambo hayo hata moja, wala siandiki hayo ili iwe hivyo kwangu mimi, maana ni heri nife kuliko mtu awaye yote abatilishe huku kujisifu kwangu. Maana ijapokuwa naihubiri injili sina la kujisifia, maana nimewekewa sharti, tena ole wangu ninapoihubiri injili. Mstari wa 17 nisipoihubiri injili anasema. Mstari wa 17 anasema maana nikiitenda kazi hii kwa hiari yangu, yani bila leo hii watu wanaenda kwenye injili sio kwa hiari yao. Hii kusudi ni kama ajira. Ndio sio? Ndio. Wanaenda kwa ajira. Anasema lakini mimi niko radhi niwawe nisitumie hii haki yangu ya kupata kidogo. Na ni kidogo unachokiona. Sehemu nyingine anasema watu wahubirio injili wapewe heshima mara 2, akimaanisha mapato wastani wa mara 2 ya mtu wa kawaida. Leo hii bilioni 8 sio mara 2, ni mara bilioni 8 hivyo. Anasema mstari wa 10 anasema maana nikitenda kazi hii kwa hiari yangu nina thawabu, ikiwa si kwa hiari yangu nimeaminiwa uwakili. Ni neno la Kiswahili hapa anasema the dispensation of the gospel. Maana kwamba lazima kuhubiri injili kutoke katika moyo ulio tayari, sio kwa sababu inalipa. Leo hii ukiwaambia watu tunahubiri injili tuna kanisa anasema uko yani mimi naomba basi nije nikose niwe mkusanya sadaka. Anaongea kwa matani lakini akiwa anamaanisha eti. Ni uongo. Na tusiwe wepesi wa kudanganywa na upuuzi kama huo. Injili inatakiwa iwe hiari. Baada ya moyo unaompenda Mungu na kuona thamani ya Mungu ni muhimu kuliko ya fedha hizo
Leo hii watu wanaona pesa ni muhimu kuliko kumtumikia Mungu. Paulo anasema hapana, mimi ni kinyume. Anaendelea anasema sasa anabadilisha kidogo kuanzia mstari wa 24 wa 20 ndo nataka nifungie hapo. Anabadilisha kidogo uelekeo. Anaanza, naomba hiki tukichukue kama sasa kama sehemu ya 3 ya somo. Sehemu ya kwanza tuliona ilikuwa ni utume wa mtu hautokani na jinsi anavyojiinua, hapana, na jinsi ya mapato anayokusanya, hapana. Utume wa mtu unategemea kazi ya injili anayohubiri. Na tukaona kwamba si mitume, na nitalirudia kwamba sio mitume, hawa sio mitume kwa sababu mtume lazima alimuona Yesu katika macho. Na ndio Paulo anasema ndicho kigezo kilichomfanya aonekane ni mtume. Lakini ya pili tukaona kwamba mapato ya kanisa, pesa nini, sio kwa ajili ya kujitajirisha, ni kwa ajili ya kuifanya kazi ya Bwana. Sehemu ya 3 ya kufunga, na nitakufunga labda kwa dakika 7 zijazo au 5, anaongelea kuanzia mstari wa 20 mpaka kufunga. Anasema hivi. Anasema mstari wa 20 anasema hivi, nisome. Na alikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi wala walio chini ya sheria, anasema kwa wale walio chini ya sheria, na alikuwa kama chini ya sheria ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria ili niwapate walio chini ya sheria. Kwa wale wasio na sheria na alikuwa kama sina sheria. Si kwamba sina sheria mbele za Mungu, bali mwenyewe mwenye sheria mbele ya Kristo. Paulo anasema si sheria ya Kristo niliitunza, ila nilionekana kama sina sheria ili kusudi niwapate watu wasiokuwa na sheria. Anasema kwa wanyonge na alikuwa mnyonge ili niwapate wanyonge. Anasema ukifika kwa wanyonge fanana na wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Biblia inasema ya King James anasema some people, baadhi ya watu, kwamba hutawaokoa wengi. Wewe peleka injili lakini unataka kuokoa wengi. Lakini usiache kupeleka. Anasema Paulo anasema hii hoja ya maneno haya. Anasema hivi. Kwanza kitu cha kwanza, huwezi ukavunja watu. Makanisa ya leo yanatumia eneo hili kwa kiwango kikubwa kujaribu kufanana na dunia. Yaani wanaenda wanachukua kwa mfano muziki kama wa dunia kabisa, wanaubandika, wanauvalisha maneno ya Yesu, wanaoingiza kanisani. Na ili kusudi tu anasema nataka nifanane kama hawana sheria. Hapana, Paulo anasema mimi sheria ya Kristo nimeitunza. Kristo anasema yeyote amwangalie mwanamke kwa kumtamani, sio tu kwa kufanya uzinifu, anasema tayari tu kwa kumwangalia ameshazini naye. Sheria ya Kristo ni kali kuliko sheria ya Musa, anayoita sheria ya Mungu. Anasema hiyo sheria siko chini, anasema ninaonekana kama siko chini ya sheria lakini nilibaki katika sheria ya Kristo. Lakini anasema kama hakuna kuvunja sheria ya Kristo, sheria ya neno la Mungu, basi imetupasa kama ukikutana watu wanaotembea wameinama, na wewe ikiwezekana inama kama wao ili kusudi uweze kuwapata walioinama. Leo hii watu wanataka kuwa na injili za sehemu za mjini katikati ili kusudi afanane na watu tu wa mjini. Hawezi kaenda mabonde kuinama kule. Ingia mabonde kuinama, ufanane na mabonde kuinama ili kusudi wapate watu walio mabonde kuinama. Nicho Paulo anasema. Anasema imenibidi sasa niwe hali zote kwa watu wote ili kwa kila njia niweze kuwaokoa angalau watu. Ndicho Mungu anachotaka. Leo hii watu wanatafuta, baadhi wanatafuta tu watu waliovaa suti nzuri peke yake ndo aweze kuwahudumia injili. Hapana, anasema wachukue viwete, vilema, wagonjwa, wenye shida zote wafike kwa Mungu. Na ufanane nao vile vile. Lakini isiwe chanzo cha kuivunja sheria ya Mungu. Sasa kwa sababu muda umeenda na nimeshaigusa mwanzoni, bahati nzuri sitaendelea sana. Ndo anamalizia kahoja. Actually ni hoja ya mwisho. Ilikuwa sasa unaweza kusema ilikuwa hoja 4. Kwamba lazima ufanane. Na nilikuwa na maandiko mengi ya kugusa hapo lakini sina muda wa kuyafanya. Kuyatafuta yaliko kule kwingine. Lakini anasema mtu anayeshindana, unapokuwa unashindana maisha kila siku, ushindane kwa lengo la kushinda. Sio unashindana tu ili mradi umo tu. Leo hii wanaanza kusema leo kuna marathon inaanzia sehemu fulani, wanaingia watu wanaanza tu kutembea, baadaye ndio utakuja kujua washindanaji. Unakuta watano ndio wanakimbia mpaka wanafika mwisho. Anasema mimi, na mstari wa mwisho naomba niuguse kabla sijasahau kabisa.
wa 26 anasema hivi. 26, 26 na 27. Context ni hiyo ya kushindana ili kushinda. Tukiwa Wakristo lazima tuwe Wakristo walioshinda. Leo hii Wakristo wameshindwa, ndio sio? Wameshindwa na dunia. Wakristo wanavaa vibaya kuliko dunia. Wakristo ni matapeli kuliko dunia. Mkristo atuambia neno huwezi kulikubali, huwezi kuliamini. Sisi tusiwe hivyo. Anasema tu Wakristo walioshinda. Anaendelea akimaliza anasema hivi. Anasema hata mstari wa 26 ndio nimeruka tu nimaliza. Anasema hata mimi napiga mbio vivyo hivyo. Anasema hata mimi naye wahubiri Paulo nimo kwenye mashindano hayo. Lakini sio mtu anayeshindana ovyo ovyo. Na wote tunaamini tunajua kwamba Paulo alikuwa ashindani ovyo ovyo, alikuwa anashindana ili kusudi ashinde. Ili kusudi anasema anasema bali sisi anasema mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye. Yaani sio kwamba nahubiri mkimbie tu pekee, na mimi nakimbia. Tena nakimbia mbele yenu tena zaidi. Si kama asitaye, napigana ngumi vivyo hivyo. Si kama apigaye hewa, bali na utesa mwili wangu. Biblia ya King James hajasema kuutesa mwili, inasema ni na udhibiti mwili wangu. Anasema I put my body under subjection. Yaani na control. Hauwezi ukanipeleka kwamba nikaona watu wanakunywa pombe ukaniambia na nenda weka hiyo pombe. Hapana. Naweza kuzuia. Nikiona mtu amevaa uchi na uwezo wa kugeuza macho yangu nikaangalia huko au nikaangalia chini. Nina uweza mwili wangu. Ili kusudi nisiishie kwa hubiri wengine wakawa watakatifu, mimi mwenyewe nikakataliwa. Na sisi ndivyo tunatakiwa tuwe hivyo kama Wakristo na wahubiri. Sasa mstari huu makanisa mengi ukienda katika nchi za Filipino huko kuna na sikukuu ya kujikatakata migongoni, wanajikata wanamwaga damu. Na tuliwahi kuona video zake. Hiyo kitu inafanyika na makanisa na imani za Kiislamu na Wahindu na nini. Actually ndio ilikuwa inafanyika hata wakati wa Elia. Nenda kasoma Wafalme wa kwanza 10 kwenye 22 pale. Wakati wanamwabudu Baali, Mungu Baali, Elia yeye yuko peke yake, wako 400, yeye anamuita Mungu, moto wa Mungu unakuja unakula ile sadaka kuonyesha kwamba Mungu amejibu maombi, lakini wao walishinda wanajikatakata mpaka wakatoka damu. Ni picha ya ushetani. Sasa leo watu wanatumia huu mstari kwamba Paulo anasema nautesa mwili wangu, Biblia nyingine inasema naupiga mwili wangu, wanajipiga sio kweli. Mungu Paulo alikuwa anasema na udhibiti mwili wangu usije ukawa ndo chanzo cha mimi cha kupotea au cha kuvunja sheria ya Mungu. Kwa hiyo tutakuwa tumeishia hapa. Wiki ijayo tutakuwa tunaendelea na mlango wa 10 ambao una hoja nyingi lakini zitatosha tu hizo. Tutajitahidi tumalize. Mungu abariki sana. Kristo tunakushukuru kwa mema fadhili zako. Asante kwa mlango wa 9 wa kitabu cha Warumi. Mungu tunaomba ukaendelee kutuongezea kweli yako Mungu ili kusudi katuongoze katika nuru yako mfano wa jambo. Tunaweka vipindi vyote mbele yako unavyoendelea ukatulinde ukatuhubiri ukatufundishe katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunalopokea. Amen.